Na kukaribisha uungane nami kwenye tafakari ya Dominika ya 20 ya mwaka A wa Kanisa. Masomo ambayo yanatuongoza kwenye tafakari yetu ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 56 aya ya kwanza, ya 6 hadi ya 7. Somo la pili ni waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 11 aya ya 13 hadi ya 15, 29 hadi 32, na injili inatoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 15 aya ya 21 hadi 28. Wapendwa katika Kristo, leo neno la Mungu linatualika kutafakari ujumbe huu. Wokovu wa Mungu ni kwa watu wote. Mungu hakuja kumwokoa mtu wa taifa fulani pekee, bali kila mtu anayemwamini, anayemkiri na anayejitahidi kuishi kadiri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Lakini tukitazama historia ya wokovu wetu kwa nje, inaweza kuonekana kana kwamba wokovu ulikuwa wa Wayahudi peke yao. Maana Mungu alimchagua Abrahamu, akaunda taifa la Israeli, akawapa sheria kupitia Musa, akawatuma manabii mbalimbali, na Masihi alizaliwa katikati yao. Kwa mtu anayeangalia juu juu, anaweza kufikiri kwamba Mungu aliwapendelea Wayahudi na kuwaacha watu wengine pembeni. Lakini huo haukuwa mpango wa Mwenyezi Mungu. Wayahudi hawakuchaguliwa ili wengine waachwe, bali walichaguliwa ili kupitia kwao mataifa yote yapate kubarikiwa. Walikuwa daraja la wokovu, si mwisho wa wokovu. Ndio maana hata kwenye Agano la Kale Mungu alikuwa tayari ametangaza kwamba nyumba yake itakuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote na sio kwa Wayahudi tu. Katika somo la kwanza, Nabii Isaya anasema wazi kwamba hata wageni watakaoungana na Bwana wakalitia agano lake na kumwabudu kwa uaminifu, Mungu atawaleta kwenye mlima wake mtakatifu. Kisha Nabii Isaya anamalizia kwa maneno mazuri sana, anasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Hapa tunaona wazi kuwa mpango wa Mwenyezi Mungu haukuwa kwa taifa moja, bali kwa ulimwengu mzima. Wokovu wa Mwenyezi Mungu haupo kwa taifa moja, bali kwa mataifa yote, kwa ulimwengu mzima. Mtume Paulo katika somo la pili anaendelea kufafanua siri hii. Anasema ingawa Wayahudi wengi walimkataa Kristo, Mungu hakuwatupa. Badala yake, kupitia hali hiyo ya kukataa, Injili ikawafikia watu wa mataifa. Lakini mwisho wa yote, Paulo anasema Mungu amewafungia wote katika kutokutii ili awaonyeshe wote rehema yake. Kwamba Wayahudi kwa kutokutii kwao wakawa sawa na watu wa mataifa wengine wote. Kwa hivyo rehema ya Mwenyezi Mungu ni kwa watu wote, Wayahudi na wale ambao sio Wayahudi, lakini ambao wamekubali kumkiri Kristo na kuyaishi mapenzi yake. Kwenye Injili ndio tunaona kilele cha ujumbe huu. Yesu anaingia katika nchi ya Tiro na Sidoni, eneo la watu wa mataifa ambao hawakuwa Wayahudi. Huko anakutana na mwanamke Mkananayo anayelia kwa uchungu. Anamwambia, Bwana, mwana wa Daudi, nihurumie. Mwanzoni Yesu anaonekana kana kwamba anamkataa. Hata wanafunzi wanataka afukuzwe, wanamwona ni kama anapiga kelele. Lakini mwanamke huyu hakurudi nyuma, hakukasirika, hakusema sina thamani. Badala yake alizidi kushikilia imani yake. Mwisho Bwana wetu Yesu Kristo anamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama unavyotaka.
Ni jambo la kushangaza kwamba mara nyingi Yesu alipata imani kubwa zaidi kwa watu ambao hawakuwa Wayahudi. Wale ambao hawakuwa Wayahudi walionyesha imani kubwa kuliko kwa wale waliodhaniwa kuwa watu wa Mungu ambao ni Wayahudi. Alipokuwa nje ya Uyahudi, watu walimpokea, watu walionyesha imani kubwa. Tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo alimsifia akida Mrumi na kumwambia, sijaona imani kubwa namna hii katika Israeli. Msamaria mwenye ukoma ndiye aliyerudi kumshukuru Mungu. Msamaria mwema ndiye aliyekuwa mfano wa jirani wa kweli. Na leo mwanamke Mkananayo ndiye anayesifiwa kwa imani yake. Yesu anatufundisha kwamba utaifa si kigezo cha wokovu. Kuwa wa kabila fulani, kuwa wa ukoo fulani, kuwa wa lugha fulani si kigezo cha wokovu. Kigezo ni imani inayozaa utii kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, hapa ndipo tunapaswa kujichunguza. Ni rahisi sana kuanguka katika kosa lile lile ambalo baadhi ya Wayahudi walianguka. Walidhani kwa kuwa wao ni taifa teule, basi wokovu walikuwa wamehakikishiwa. Kwa sababu ni taifa teule, basi wao ni tiketi ya bure ya wokovu. Je, nasi hatufanyi hivyo? Tunaweza kusema mimi nimebatizwa, mimi ni Mkatoliki, mimi nasali misa kila Jumapili, nasali rozari, lakini je, tunafanya mapenzi ya Mungu? Je, tunamwamini kweli hata maisha yanapokuwa magumu tunabaki waaminifu kwake? Ukristo si jina kwenye cheti cha ubatizo. Ukristo ni maisha ya kila siku ya kumfuata Kristo. Mwanamke Mkananayo anatufundisha imani ya kweli. Alikataliwa, akajaribiwa, akanyamazishwa, lakini hakutikisika. Alijua kwamba Yesu ndiye tumaini lake pekee, hakuna mtu yeyote. Na sisi je? Mara nyingi Ukristo wetu hupimwa na mitihani midogo midogo ambayo tunaipata. Unaweza ukakosa kazi ambayo labda unaitafuta, unaanza kusema Mungu yuko wapi? Unaweza ukapata maradhi, ukapata ugonjwa, ukakata tamaa. Ukiombewa labda jambo fulani na unaona halitokei, unaacha hata kusali. Ukikerwa tu kidogo na mtu kanisani, unaacha kwenda kanisani, unasusa. Imani yetu mara nyingi hutikisika kwa urahisi sana. Lakini huyu mwanamke anatufundisha kusimama imara. Hakuruhusu ukimya wa Yesu uzime imani yake. Hakuruhusu vipingamizi vingine kutoka kwa mitume ambao walikuwa wanamnyamazisha vizime imani yake. Aliamini kwamba hata kama jibu kutoka kwa Kristo litachelewa, Yesu bado ni mwaminifu. Yeye ndiye tumaini lake. Wapendwa, habari njema ya leo ni kwamba mlango wa wokovu uko wazi kwa kila mtu. Hakuna aliye mbali sana asiweze kufikiwa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia kuna onyo. Wokovu haupatikani kwa sababu tu tunaitwa Wakristo. Wokovu unapatikana kwa wale wanaomwamini Kristo kwa moyo wote na wanaojitahidi kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu kila siku. Tuombe neema ya kuwa na imani kama ya mwanamke Mkananayo, imani isiyokata tamaa, imani isiyotikisika na majaribu, na inayomshikilia Kristo hata wakati majibu yanaonekana kuchelewa, na wakati mwingine hata majibu yanapoonekana ni ya kukatisha tamaa.
Bikira Maria mama wa kanisa atuombee ili tuwe Wakristo si kwa jina tu, bali kwa imani iliyo hai na kwa maisha yanayompendeza Mungu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.